بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ الفوزان حفظه الله: أما العلامات التي تدل على قرب قيام الساعة فهي كثيرة ومعلومة. Ama alama ambazo zinafahamisha ukaribu wa kiyama ni nyingi na ni zenye kujulikana. Minha ma huwa kabirun wa minha ma huwa saghir wa minha mutawassit. Kuna katika hizo alama kubwa na kuna katika hizo ni ndogo na kuna za kati na kati. Waqad hadatha al-kathiru minha, na zimeshatokea nyingi katika hizo. Wabaqiya al-alamatul kibar, zimebakia alama kubwa za kiyama. Waqad alafa al-ulama muallafatin kathira fi dhikri ashrati as-saa, wametunga maulama vitabu vingi katika kutaja na kuelezea alama hizo za kiyama. Wa alamati qiyami as-saa, وهذا علم يدرك من النصوص والأدلة، na hii ni ilmu ambayo hufahamiwa kutokana na nusus za Qur'ani na hadithi na dalili. Qala akhbirni an amaratiha, Jibril akasema nielezee kuhusu alama za kiyama. Falamma kana sualu an alamatiha jaizan ajabahu sallallahu alaihi wasallam, lilipokuwa swali kuhusu alama za kiyama ni swali linalofaa, Mtume sallam akamjibu. Fadhakara alamataini, akataja alama mbili za kiyama. Qala, akasema Mtume sallam, antalida al-amatu rabbataha, hadhihi wahida, ni kijakazi kuzaa yule bwana wake. Antalida al-amatu rabbataha, ni kijakazi kuzaa bwana wake mwenye kummiliki. Hii ni moja. Qala wa maana talida al-amatu rabbataha ay sayyidataha, maana ya kijakazi kuzaa rabbataha ay sayyidataha, kuzaa yule sayyidi wake mwenye kummiliki. Rabbataha yani sayyidataha. تكون الأم مسودة والبنت سيدة لها, anakuwa huyo mama ni masuda, ni mwenye kumilikiwa, na binti anakuwa ndio sayyida, mmiliki. Hadha min al-ajaib, hii ni katika mambo ya ajabu. Anna al-binta takunu sayyidatan li ummiha, kwamba binti anakuwa ni sayyida, ni bwana wa mama yake, yani binti amemmiliki mama yake. Hili ni jambo la kushangaza. Fama maana hadha, dhakaru maanayaini, maulama wametaja maana mbili ya jambo hili la binti kuwa ni sayyida wa mama yake. Almaana alawwal anna maanahu annahu yakthuru at-tasarri fi akhir az-zaman, maana yake ni kwamba itakithiri ile tasarri, kutia suria mwisho wa ulimwengu. Itakithiri watu kuwa na vijakazi wengi, mtu ana vijakazi 150, 200. Yakthuru at-tasarri fi akhir az-zaman, vijakazi vinajulikana na ni halali kumiliki kijakazi. Kwa itakithiri hiyo kumiliki vijakazi mwisho wa dunia. Wala shakka anna bintal amah takunu hurratan tab'an li abiha, hapana shaka kwamba binti wa kijakazi anakuwa ni muungwana kwa kumfuatia baba yake. Muungwana akimiliki kijakazi yajuzu kumjamii kijakazi huyo. Akizaa naye, akizaa yule mtoto, anakuwa ni muungwana kwa kufuatia huyu babake ambaye ndiye sayyid aliyemmiliki kijakazi yule. Mtoto hawe ni mtumwa kwa kumfuatia mama yake, anakuwa ni muungwana kwa kumfuatia huyu baba yake.
ولا شك أن بنت الأمة تكون حرة تبعا لأبيها. فالبنت حرة، binti anakuwa ni muungwana, wal ummu ama, na mama anakuwa ni kijakazi, ni mtumwa amemilikiwa. Fatakunu albintu sayyidatan li ummiha, atakuwa yule binti ni sayyida, ni bwana wa yule mama yake, sababu binti ni muungwana na mama bado ni kijakazi. Kwa hiyo binti anakuwa ni sayyida li ummiha. Hii ni katika alama za kiyama. tumefahamu sio? المعنى الثاني أن المراد بذلك والله أعلم أنه يكثر العقوق في آخر الزمان. معنى يبيلي يقوله صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها، معنى يبيلي والله أعلم نكوبا إتكثير كواوذي وزازي ميش ودنيا، أنه يكثر العقوق في آخر الزمان. itakithiri kuwaudhi wazazi, watoto kuwaudhi wazazi mwisho wa dunia, hatta kaanna albinta takunu sayyidatan li ummiha, mpaka anakuwa kama kwamba yule binti amemmiliki yule mama yake, jinsi anavyomuudhi, bi an tatakabbara alaiha, kwa kutakabbar huyo binti dhidi ya mama yake, watauquha, na kumuudhi, wata'siha watauqaha, na kumuudhi binti anamuudhi mama yake, wata'siha, na kumuasi, usitoke binti anatoka, usifanye hivi anafanya. Itakithiri hivyo mwisho wa dunia banati kuwaudhi mama zao na kuasi mama zao. Hii ni maana ya pili, antalida al-amatu rabbataha, binti anakuwa na kibri dhidi ya mama yake. Hili jambo lipo, linatokea mpaka sasa. Banati, baadhi ya banati wanafanya kibri dhidi ya mama zao, pia dhidi ya baba zao. Wapo hawa, usitoki mimi natoka, usiende na kwenda. Kwa hii ni katika alama za kiyama. الثانية علامة بيلي الويتاج متومه صلى الله عليه وسلم قال أن ترى الخفاة العراة العالة رعاء الشاء، يعني البادية، نكواونا watu wasio na viatu, al-urah wasio na nguo, al-ala mafukara, riaa asha wachungaji mbuzi. يعني البادية، هذه صفات البادية، hizi ni sifa za mashambani. Hufatun aqdamuhum, hawana viatu, miguu yao haina viatu. Uratun ajsamuhum, ntuputupu za miili yao, bimaana annahum yalbasuna thiyaban takunu mutawadhi'a au thiyaban la tasturu jami'a abdanihim bisababi alfaqri. maana urah ni maana kwamba wanavaa nguo, lakini nguo ni mutawadhi'a, za unyenyekevu, au nguo ambazo hazisitiri miili yao yote, bisababi alfaqri, kwa sababu ya ufakiri. Hawana uwezo wa kuvaa nguo zinazostiri mwili mzima, wanavaa nguo nusu nusu kwa sababu ya ufakiri. au adami al-inayat bil malabis, au kutoshughulikia nguo. Hawa watu wenyewe ilikuwa hawashughulikii nguo, ni watu wa mashambani, si watu wa mjini, kama huwa dhahirun al-arab, kama jambo hili lilivyo wazi kwa mabedui, watu wa mashambani. Laysa maanahu at-ta'arri, si maana yake kwamba wako tuputupu wanavaa nguo lakini hawazitilii umuhimu nguo. Mtu anavaa shati peke yake au suruali peke yake kwa sababu ya ufakiri. Si maana yake kwamba at-ta'arri wako tuputupu kabisa, walakin maanahu annahum la yalbasuna thiyaban jamila wa thiyaban fakhira. maana yake ni kwamba hawavai nguo nzuri, hawavai nguo za fahari. inma yalbasuna thiyaban mutabadhila au thiyaban qasira, isipokuwa wanavaa nguo za kazi, zile nguo chafu chafu, au nguo fupi, au ala ghairi thiyabil ma'rufa allati tujammilu al-insan,
au wanavaa isiyokuwa zile nguo zinazojulikana ambazo zinampamba mtu. Hiyo ndio maana urah haina maana kutuputupu kabisa, lakini wanavaa nguo chafu chafu, nguo zisizostiri mwili mzima kama walivyo watu wa mashambani. Qawluhu ri'a ash-sha'i, wachungaji mbuzi, hadha amaluhum, hii ndiyo kazi yao. Annahum ri'aun yar'auna ash-shata wal-ibil, kwamba wao ni wachungaji mbuzi, wachungaji ngamia. Wa hadhihi tabi'atul badiya yaishuna ala tarbiyati al-mawashi, hadhihi tijaratuhum wa ma'ishatuhum. Hii ni tabia na kawaida ya mashambani, watu wanaishi kwa kulea wanyama, hii ndiyo biashara yao na maisha yao. Wayaishuna fil barari, wanaishi huko katika barari, sehemu ambazo hazina mimea, wanaishi mashambani. Wa fi akhiri zaman yatahadharun, mwisho kabisa wa zama, mwisho wa dunia, wanakuwa sasa ni watu wa mjini. Wayaskununa alhadira, wanaishi mijini. Wayabnun, wanajenga nyumba. Kanu bil awwal yaskununa fil khiyam wa fi buyuti sha'ri, walikuwa huko mwanzo wanaishi katika mahema, wanaishi nyumba za manyasi. Fi akhiri zaman yatatawaluna fil mabani, mwisho kabisa wa zama wanajifakharisha katika kujenga majumba. Yabnun wa yatafakharuna fil mabani, wanajenga na wanajifakharisha katika majumba makubwa. Wa rubbama yabni tawabiqa alkathirata alaliya, na huenda akajenga katika wao ghorofa nyingi za juu. Wayunamikuha wayuzayyinuha wayuhaisinuha, na kuzipamba nyumba zake hizo za ghorofa. Wa huwa kana fil awwal yaskunu fi baiti sha'rin au khayma, wakati alikuwa katika mwanzo asli alikuwa akiishi katika nyumba ya manyasi au khema au ma ashbaha dhalik, au yanayofanana na hayo. Fatahawala haluhum, hali yao ikabadilika watu hao mashambani, wakawa ni watu wa mjini, wakawa ni matajiri, nao wanajenga majumba makubwa. Hadha min alamati saa, hii pia ni katika alama za kiyama. Yatatawaluna fil bunyan, wanajifakharisha katika kujenga majumba. Kama huwa waqi'un al'an, kama ilivyo sasa hivi. Misdaqan liqawlihi sallallahu alaihi wasallam, wa kusadikisha maneno haya ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. قال فإن أهل البادية سكنوا المدن وصاروا يتباهون في المباني. sasa hivi watu wa mashambani wanaishi katika miji na wanakuwa wanajifakharisha katika kujenga majumba. kullu wahidin yuridu an yakuna ahsana min al-akhar fi binayatihi, kila mmoja anataka kuwa nyumba yake nzuri zaidi kuliko nyingine. Wa madhhariha wa irtifaiha, madhhari yake, shakla yake nyumba hiyo na ujuu wake. Fahadha min alamat wa min mu'jizati rasuli sallallahu alaihi wasallam, hii ni katika alama na ni katika miujiza ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Haithu akhbara an shay'in waqa'a, wakati ameelezea jambo limetokea, kama akhbara alayhi salatu wassalam, kama alivyoelezea mtume alayhi salatu wassalam. Mambo yapo sasa hivi, watu walikuwa ni wafanyikazi wa nyumbani, wanaosha vyombo na kufua. Sasa hivi wamekuwa ni matajiri, wanajenga majumba hapa hapa mjini, watu wanawajua. Qala thumma intalaqa, kisha akaondoka Jibril. Aiqama as-sa'il wa kharaja, akasimama yule muulizaji na akatoka. Fakharaja ba'dhu as-sahabati fi atharihi falam yajiduhu, wakatoka baadhi ya masahaba nyuma yake kwenda kumwangalia. Falam yajiduhu, hawakumpata huyo Jibril. Wa hadhihi ajiba, ili ni jambo jingine la ajabu. Liannahu kana bainahum wa yas'al wa yatakallamu, sababu huyo alikuwa baina yao masahaba, anamuuliza mtume na anazungumza. Wa fi lahdhatin ikhtafa anhum, kitambo kidogo baada ya kutoka akajificha, akawa haonekani.
Qala atadruna man as-sa'il, Mtume akauliza masahaba, mnamjua nani yule mwenye kuuliza? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam, wakasema Allah na mtume wake ndio wanaojua zaidi. Qala innahu Jibrilu ataakum yuallimukum dinakum, tumekwambia huyu ni Jibril alikujieni ili kukufundisheni dini yenu. Hadha fihi dalilun ala anna almalaka la yati fi suratihi almalakiyah, hadithi hii ni dalili kwamba malaika haji kwa sura yake ya kimalaika. لأن الناس لا يطيقون رؤيته على صورته الملكية, sababu watu hawawezi kumuona kwa sura yake ya kimalaika. Wa inma yati fi surati al-insan, isipokuwa anakuja malaika kwa sura ya mtu, hatta la yanfura an-nasu minhu, ili watu wasimkimbie. Anakuja kwa sura ya mtu kama binadamu mwingine ili watu wasimkimbie, wasimchukie. Wa ghaliban ma yati Jibrilu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi surati rajulin wa indahu ashabuhu, na mara nyingi huja Jibril kwa Mtume sallam katika sura ya mtu, wa indahu ashabuhu, na wako kwake masahaba wake. Anakuja Jibril katika sura ya mtu, wa indahu ashabuhu, na wako kwake masahaba wake. جاء في بعض الروايات أن جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في سورة دحية الكلب. imekuja katika baadhi ya riwaya kwamba Jibril alayhi salam alikuwa akimjia mtume kwa sura ya huyu sahabi Dihyatil Kalbi. أخرج هذه الرواية النسائي في الكبرى وفي المجتبى وابن راهويه في مسنده من حديث أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما. يراجع الدر المنثور حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر ما كنت أراه على صورة دحية. mara nyingi nilivyokuwa nikimuona Jibril kwa sura ya huyu Dihyatil Kalbi. Kwa hiyo mara nyingi alikuwa kwa sura hii, akija kwa sura ya mtu, hususan hadha sahabiul jalil Dihyatil Kalbi. Qala wa indahu ashabu kasairi sailina wat-tullab la yatamayyazu anhum. mara nyingi Jibril alikuwa akija kwa mtume kwa sura ya mtu na wako pamoja naye masahaba wake kama waulizaji wengine na wanafunzi. la yatamayyazu anhum liajli alla yanfiru, hapambanukani nao kwa ajili wasije wakamkimbia. kwa hiyo haji kwa sura yake ile ya kijibril ya kimalaika na mbawa 600. وفي هذا دليل على أن الملائكة تتشكل بأشكال حسب المصلحة. na pia katika hadithi hii ni dalili kwamba malaika wanajigeuza kwa sura nyingi kulingana na maslahi. wanajigeuza kwa sura nyingi hasaba almaslaha, kulingana na maslahi. وقد أعطاهم الله القدرة على ذلك لأجل مصلحة البشر. malaika wamepewa uwezo huo kwa ajili ya maslahi ya watu. والناس لا يرون الملائكة إلا عند العذاب والعياذ بالله. watu hawaoni malaika isipokuwa wakati wa adhabu. malaika wakishuka kwa ajili ya adhabu, watu wanawaona, wal'iyadhu billah, a'adhana Allahu min hadha al'adhab. wakadhalika inda al-maut, vile vile wakati wa kufa, tadhharu al-malaika wa yarahumul muhtadhir. pia wakati wa kufa malaika wanadhihiri, na yule aliyehudhurikiwa na mauti anawaona malaika, anamuona malakul maut, anaitoa roho yake na kuichukua. na ndio maana watu wengi wanapokufa mdomo unakuwa wazi, kushangaa kwamba roho hiyo yachukuliwa, kwa hiyo mdomo unakuwa wazi. قال تعالى يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. siku watakapoona malaika wa adhabu, hakuna furaha siku hiyo kwa wale mujrimin, watu mujrimin wenye makosa makubwa.
watu waovu. Yauma yarawna almalaikata la bushra yawmaidin lilmujrimin, siku watakapoona malaika hakuna furaha siku hiyo kwa wale watu waovu. Amma qabla dhalik fannasu yarawnahum fi suwari la takhtalifu an suwari nnas. Amma kabla hiyo adhabu watu wanawaona malaika kwa sura isiyo tofautiana na sura za watu. Wanakuja malaika kwa sura za watu. Lakin limadha jaa Jibrilu wa limadha jalas, lakini kwa nini alikuja huyo Jibril na kwa nini alikaa hapo? Aljawabu ala lisani nabii sallallahu alaihi wasallam qala ataakum yuallimukum dinakum. Kwa ulimi wa Mtume sallam akijibu majawabu hayo, alikuja kukufundisheni dini yenu. Ndio maana akauliza Uislamu, akauliza iman, akauliza ihsan. Fahuwa la yasalu liyataallam, Jibril hakuja kuuliza ili ajifundishe, wa inna ma yasalu liyuallima, isipokuwa alikuwa akiuliza ili awafundishe watu. فهذا فيه دليل على أن السؤال والجواب من طرق التعليم. pia hadithi hii ni dalili kwamba swali na jawabu ni katika njia za kufundisha. As-sual wal jawab min turuq at-ta'lim, ni katika njia za kufundisha, kuuliza na kujibu. Bal min ablaghi turuq at-ta'lim an yakuna ala tariqi as-suali wal jawab, bal ni katika njia kubwa katika njia za ufundishaji huwa ni kwa njia ya swali na jawabu. Ni katika njia kubwa za ufundishaji jambo la kuuliza na jawabu. Wale walimu wanatakiwa waulize maswali wanafunzi mara kwa mara, waulize nini maana hiki, nini maana hii, nini muradi wa hii. Wa hadhi tariqatun tarbawiyatun jayyidatun maarufa, hii ni njia tarbawia ya malezi nzuri inayojulikana. Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah mara kwa mara alikuwa ikitumia njia hii hata katika baadhi ya mihadhara yake, akiuliza uliza. Qawluhu yuallimukum dinakum, amekuja ili kukufundisheni dini yenu. Fihi dalilun ala anna ad-dina yu'khadhu bit-ta'allum, hii pia ni dalili kwamba dini inachukuliwa kwa kufundishwa. لا يؤخذ من العادات والتقاليد والبدع والمحدثات, dini haichukuliwi katika mambo ya kikawaida na kuiga na uzushi. Dini inachukuliwa bitaallum, innamal ilmu bitaallum. Tumesema elimu ni kwa kufundishwa, ukae ufundishwe, sio usome vitabu mwenyewe, ufungue internet usome fatawa. Innamal ilmu bitaallum, Mtume anasema elimu ni kwa kufundishwa. Wa fihi dalilun ala anna ad-dina yatakawwanu min 3 maratib. Kwa elimu ni kwa kufundishwa, tena kufundishwa na watu wa sunna, sio kufundishwa na mahizbi na watu wa bid'a, kufundishwa na watu wa sunna. Inna hadha al-ilma dinun fandhuru amman ta'khudhuna dinakum. Sifu cheka wana kauli Ibn Sirin fi sahihi Muslim. Hapana, sio elimu ile elimu, hapana, sio sawa msemo huo. Mwalimu ni mwalimu tu, shekhe ni shekhe tu, hakuna msemo inna hadha al-ilma din fandhuru amman ta'khudhuna dinakum. وفيه دليل على أن الدين يتكون من 3 مراتب. pia hadithi hii ni dalili kwamba dini inafanyika kutokana na daraja 3. Baadhiha afdalu min ba'dhin, baadhi yake ni bora zaidi kuliko nyingine. Almartabatu alula alislam, daraja ya mwanzo ya dini ni Uislamu. Wa arkanuhu 5, nguzo zake ni 5, zimetajwa katika hadithi hii. Almartabatu thaniya fawqaha, daraja ya pili ni zaidi ya hii ya kwanza. Al-imanu wa arkanuhu 6, na nguzo zake ni 6, zimeshatajwa katika hadithi hii. Almartabatu thalitha wa hiya a'laha, daraja ya 3 ambao ndio ya juu kuliko zote. Al-ihsan, ni ihsan, wa huwa ruknun wahidun, na ihsan ni nguzo moja tu.
an ta'budu Allah ka'annaka tarah, ni kumwabudu Allah kama unayemuona. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, kama humuoni na humuoni hasa, fa innahu yarak, yeye anakuona. Kwa hizi ni daraja za dini. Juu kabisa ni ihsan, kisha inafuatia iman, kisha ndio islam, kisha ndio uislamu ya mwisho. وفي هذا الحث على تعلم الدين. katika hadithi hii kuna kuhimiza watu waislamu waisome dini. Wa anna almuslima yajibu alayhi an yataallama dinah, na kwamba muislamu ni lazima aisome dini yake. La yaktafi an yaqula ana muslim, haitoshi kusema mimi ni muislamu. La budda an yataallama ma huwa alislam, lazima ajifundishe na kusoma nini huo uislamu. Min ajli an yuaddiahu ala alwajhi almatlub, ili autekeleze kwa njia inayotakiwa. Asome uislamu aujue, ili autekeleze uislamu kwa njia inayotakiwa. Usiposoma huwezi ukamwabudu Allah kwa njia inayotakiwa, wala huwezi ukatekeleza masala ya Uislamu kwa njia inayotakiwa na Allah. Fala yakfi an yantasiba al-insanu ila al-islam wa huwa la ya'rifu anhu shay'a, haitoshi mtu kujinasibisha kwenye Uislamu na huku hajui lolote katika Uislamu. Walau suila an al-islam laqala ana muslim, lau angeulizwa kuhusu Uislamu angesema mimi ni Muislamu. Walakin la adri ma huwa al-islam, nini Uislamu sijui. Ndio wengi watu hawa, ndio wengi hawa, kwamba Uislamu, wewe ni Muislamu kwani Uislamu nini? Uislamu ni dini ya haki bwana. Tuelezee maelezo ya Uislamu ni nini, tunajua kwamba ni dini ya haki. Sasa Uislamu wenyewe ni nini tu hajui. Atatia mkono mifukoni, atafute funguo za nini sasa? Idhan kaifa yakunu muslima? Qala wa hadha min al-ajaib, hii ni katika mambo ya ajabu. Kaifa yakunu musliman wa huwa la yadri ma huwa al-islam? Vipi mtu anakuwa ni Muislamu na hajui Uislamu ni upi? Hajui hata vinavyo uharibu Uislamu wake ni nini, hajui. Hadi mushkila, huu ni mushkila mkubwa. Faqad yaqa'u fi shay'in yukhalifu al-islam wa huwa la yadri, huenda akaingia katika jambo ambalo lina khalifu na kupinga Uislamu na yeye hajui, kwa sababu hajasoma. Au yatruka shay'an yukhillu bil-islam wa huwa la yadri, au awache jambo ambalo linaharibu Uislamu na huku hajui. Au yafalu shay'an yatanafa ma'a al-islam wa huwa la yadri li'annahu lam yata'allam al-islam, au afanye jambo linalopingana na Uislamu na huku hajui, aona ni sawa tu, kumbe sio sawa, sababu hajasoma Uislamu. Kwa haya ni matatizo makubwa kwa Waislamu wengi wasiotaka kusoma, lakini wao ndio wanaojivalisha Uislamu mkubwa kwamba ni wao ndio wanajua kila kitu. Wakikaa kwenye mabaraza ya kahawa alfajiri wanaelezea Uislamu ovyo ovyo, kinyume. Mtu hajasoma alafu yeye ndio msemaji mkubwa katika mabaraza ya kahawa, yeye ndio msemaji mkubwa alfajiri. Avaji kanzu lake kubwa na jikofia, yeye anaeleza mambo ya Uislamu sasa, na hajasoma. Hao ndio wengi hao. Fahadha fihi dalilun ala wujubi taallumi ad-din bimaratibihi, hii ni dalili ulazima, juu ya ulazima wa kusoma dini hii pamoja na daraja zake hizi tatu: al-islam wal-imani wal-ihsan. Uislamu na iman na ihsan lazima watu wasome maelezo yake na nguzo za kila moja katika maratibi hizi, ndipo mtu atausoma na kuutekeleza Uislamu wake vizuri. Kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu maulama akasema inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama? Kwa nini?
sababu maulama ndio wanaojua vizuri Uislamu, wakamjua vizuri Allah, ndio wenye khashia kubwa. Allah amewasifu katika Qur'ani. Lakini hawa watu wengine hawajui Uislamu. Mtu hujausoma utajua vipi Uislamu na hujasoma? Kwa ni lazima, jambo la dini ni lazima kusoma dini. Dini hii ni dini ya ilmu, si dini ya ujinga. Dini, aya nyingi zinahimiza masuala ya ilmu, na jambo hili la ilmu na ni ibada, mtu anapata thawabu. Lakini watu wanadharau, Waislamu wengi wanadharau, wala hawana ujuzi wote wanaojua. Tumeswali watu wangapi? Safu ngapi tumeswali hapa? Karibu nusu ya msikiti. Wako wapi? Wako nyumbani wamekaa tu angalia ma TV. Alfajiri TV za nini? Kutafuta habari za Russia, za kuhusu nini? Habari za Russia na Marekani, Amerika, sijui nini ya kuhusu nini? Dini yako hii hujui na kuangalia taarifa za habari za kazi gani? Watu wengine bwana, mtu mzima na akili yako uenda kuangalia habari za nje, wala hawakujui watu wa huko. Sema jumla hii antalida al-amatu rabbataha. Ahlul ilmi wametofautiana katika maelezo ya jumla hii. Lakhasa al-Hafidh Ibn Hajar fi al-Fath fi 4. wamefanya ufupi al-Hafidh Ibn Hajar kwa kauli 4. wartala minha wahidan, akairidhia moja. Faqala an yakthura al-uquq fi al-awlad, ni kukithiri watoto kuwaudhi wazazi, kama alivyosema Sheikh Al-Fawzan hapa. Fayuamilu alwaladu ummahu muamalata as-sayyidi amatahu, mtoto anamfanyia muamala mama yake kama muamala wa sayyid anavyomfanyia kijakazi wake. Minal ihana, kumkwaza mama yake, bisabi, kwa kumtukana, wadharbi, na kumpiga, walistikhdam, na kumtumisha. Faatlaqa alayhi rabbaha majazan lidhalik, akamuita rabbaha antalida al-amatu rabbataha, kuwa ni majazi wa hilo. Au almuradu birabbi almurabbi fayakunu haqiqa, au muradu wa rabbi hapa antalida al-amatu rabbataha, muradu wa rabba almurabbi inakuwa ni uhakika. Wa hadha aujuh wa hadha al-aujuh wa hadha aujuh indi liumumihi, hadha aujahu wa hadha aujahu al-aujuh indi liumumihi. Maneno ya Hafidh Ibn Hajar hii yasema ndiyo njia iliyo wazi zaidi kwangu kwa kuenea kwake. Walianna al-maqama yadullu ala anna al-murada halatun takunu au halatun takunu ma'a kauniha tadullu ala fasadi al-ahwali mustaghraba. Asema kwa makamu haya inafahamisha kwamba muradi ni hali inayokuwa pamoja na kuwa kwake inafahamisha ufisadi wa hali zitaharibika ziwe mbaya, mustaghraba za kushangaza, wa muhassila al-ishara ila anna as-sa'ata yaqrubu qiyamuha 'inda in'ikasi al-umur. Jawabu la mambo haya kubadilika hali ni kuashiria kwamba kiyama kitakuwa karibu, kinakuwa karibu wakati mambo yanavyokuwa kinyume, kwamba mtoto binti anamtusi na kumdhalilisha mama yake, ni mambo kuwa kinyume, hali inabadilika. Bihaithu yasiru almurabbi murabbiya, kwa sifa ya kwamba yule mlezi anakuwa ni mwenye kulelewa yeye. Wasafilu alia, wa chini anakuwa ni juu. Wa huwa munasibu liqawlihi fi alalamati alakhira an tasira alhufatu muluka alardi. Kauli hii nasib maneno yake katika alama ya mwisho kwamba watu wasio na viatu watakuwa ndio wafalme wa nchi. Hii ni katika alama za kiyama. Hadha wallahu a'lam, sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.